Shtaka lenyewe basi imeweza kushtakiwa na kosa la kuweza kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu 313 ya utaratibu wa makosa kama jinai. Maelezo yake ni kuwa kati ya tarehe 15 Novemba mwaka uliopita na tarehe 18 Novemba mwaka uliopita pia pale katika jiji la Nairobi, hapa katika jimbo la Nairobi pia, mkiwa na wengine ambao hawako huko sasa, huku mkiwa na nia ya kuweza kulaghai, mliweza kujipatia shilingi milioni 1,674 kutoka kwake Moses Kiplagat Torotich kwa kuweza kudai ya kwamba ulikuwa na uwezo ya kuweza pia kumweka kwenye kandarasi ya kuweza kutengeneza barabara. Kandarasi yenyewe basi inatoka kwa Kera Makueni Region, na ni kandarasi basi iliyotolewa kwa kampuni yako na Thomas Construction Limited, jambo ambalo basi uliweza kufahamu ilikuwa la uongo. Tabitha Mune Mutua, ukweli ama si kweli? Shtaka la pili, umeshtakiwa na kosa la kuweza kushirikiana kutekeleza uhalifu kinyume na kifungu 117, na maelezo ni kuwa kati ya tarehe 15 Novemba mwaka uliopita na tarehe 18 Novemba mwaka uliopita hapa katika jiji la Nairobi, kwenye jimbo la Nairobi, kwa pamoja basi na wengine ambao hawako kote sasa, huku mkiwa na nia ya kuweza kulaghai, mliweza kushirikiana pamoja kuweza kumlaghai Moses Kiplagat Torotich jumla ya shilingi milioni 1,674 kwa kuweza kudai ya kwamba ulikuwa na uwezo basi ya kuweza kumjumuisha kwenye kandarasi iliyotolewa na Kera ya kuweza kutengeneza barabara katika Makueni Region kupitia kwa kampuni yako, kwa kampuni ya Thomas Construction Limited, jambo ambalo basi uliweza kufahamu lilikuwa la uongo. Tabitha Mune Mutua, ukweli ama si kweli? The complainant and the accused have been in a relationship. The matter can be sorted out. The complainant and the accused. They are still in a relationship. The matter can be sorted out of court. So she's pleading guilty. Sure. The first time offender, so you are putting it in the space that she. Just put it in. You're the one who is saying she's a first time offender. Oh, so you're putting us in the same amount or a cash bail of commitment plus 210 persons, pre-trial on the 3rd of December 2025, and further direction before this court. Kwa hivyo basi baada ya kuweza kukataa ile mashtaka mawili, basi mahakama imeweza kujalia dhamana ya shilingi milioni 1 ama mdhamini wa kiasi hicho ama pesa taslimu, yani cash bail la kitano. La kitana ama wasimamizi wawili, alafu itatajwa tarehe 3 mwezi ujao katika koti nambari 3. Nataka kukueleza wakati tulikubaliana kufanya hiyo biashara, kuna watu walikuja wakanilaghai. Sasa wakati walinilaghai, nikaongea na mlalamishi, akaniambia nimlipe hiyo pesa kila mwezi, na nimekuwa nikimlipa, na nimesikia mahali umesoma ile pesa nimemlipa haijawekwa kwa hiyo malalamishi. The court is not told you to be. We are only reading the charge sheet. Nilimlipa na niko na evidence ya pesa yenye nimemlipa karibu 200,000. So that will be transferred. Is the IO before court? So maybe that can be kwa sababu na nimesikia wamesema sijaimlipa.
na aliniambia Wamesema tukubaliane. ulichukua pesa 1.674 million. Mm. Then the other offense is that is obtaining and then Ni moja tu. conspiracy. Ama ni vile gani nasikia vyema? Kuna conspiracy count 2 na ya kwanza ni obtaining. Obtaining Shtaka la kwanza ni kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, alafu shtaka la pili ni kushirikiana Jana. na kuweza You know you're not listening. Yeah. You cannot talk when somebody else is talking. Sorry. So let him explain to you. Ndio ukiuliza maswali ujielewe. Go ahead, Rabi. Katika mashtaka umeshtakiwa na makosa mawili. Kosa la kwanza ulishtakiwa na kosa la kuweza kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu. 1,100,674. Shtaka la pili ni kuwa uliweza kushirikiana kutekeleza ulaghai ama kufanya kulaghai. So ni shtaka la pili ulaghai, hiyo 1,000,000 bado 674. Kwa hivyo mashtaka ni mawili. Umeelewa sasa? So one is obtaining 1.6 something, then that one is conspiracy. Sasa ongea. Yona, niliitwa polisi na nikaongea na askari na complainant na wakaniambia nilipe hiyo pesa pole pole. Hiyo wakati nilikuwa nimemlipa 125,000. Nikamlipa hiyo. Last month nikamwekea 60,000. Last week akanipigia. Akaniambia nimwekee 52,000. I have all the conversation and the M-Pesa messages. After the 52 nikamwambia namwekea hii wiki. Ndio nilikuwa ninataka watu wanishike. So what is your complaint? My complaint ni wanasema Hapo awali ulimchukulia pesa ngapi? alikuwa amenipatia hiyo 1.2 nimlipe na interest ikuwa 1.6. Sasa umekubali ilikuwa ni 1.6. Ndio nakwambia tulikubaliana na yeye nimlipe pesa yake. Pesa ngapi? Ndio nakwambia tulikubaliana na yeye nimlipe pesa yake yenye alikuwa amenipatia Pesa ngapi? 1.2. 1.2. Na nikamlipa 200 na So sio 1.6. Hapana. Sasa Ndio maana nakanisha. ndio pia koti jasema kwamba imeandika kwamba umekubali mashtaka. So I've given you a bond and cash pay, then tutasikiza kesi. Naomba mahakama inihurumie. Mheshimiwa, niko na mtoto mdogo na sina hiyo pesa. Bond na cash pay, there's no way once you take plea, court inaweza kukuachia kwa bond ama kwa bail. That is the procedure of the court. Naomba unipunguzie mheshimiwa, siwezi kupata hiyo pesa na watoto wangu tangu jana wako peke yao. Bond sio pesa taslim. Rabi, you can explain this. Yes. Alafu cash sasa ndio hapa mimi. Umeelewa sasa? And counsel, what is your client? Yes. Umeelewa ama we explain to you further? Now, counsel, you're saying there's a relationship or something like that. Yeah. So I don't know if the guy, the boyfriend or the guy is in court. She had communicated with Ayo, we were getting the money, but it's maybe a bit. So the communication was to what effect? They were asking me if she has made she can take some money today. So I told them it's okay nothing. So she your client, so you can take her through the huyu ni wakili wako. So unajua sasa atakuelekeza vile utafanya. Because if and this is off record, if she can there is a cash pay that the court has granted. So she can decide to give a bond, and then the cash, instead of giving this cash pay, to pay them, so that can be part of a negotiating factor. But she's here and outside, she's your lawyer. You're welcome. You're welcome.